Nikusalimu kwa jina takatifu. Leo tunaenda kuangalia mambo makuu matano ambayo ni machukizo ambayo Nabii Enoch aliweza kuwaonya wanadamu, na kwenye kitabu cha Yuda 1:14 mpaka 16. Watu wengi haya huwa wanayapuuza, wanaona ni ya kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho Mungu yanamgusa na Mungu anakuwa anachukizwa pale mwanadamu anapoyafanya. Cha kwanza, kunungunika. Tukiona wana wa Israeli, kwa nini Mungu alikuwa anawaua wengine? Alikuwa anawatumia nyoka wa moto. Wengi kwenye jangwa walimnungunikia Mungu, mbali na alivyowavusha kutoka kwenye mikono ya Farao, akawavusha kwenye mbawa za tai, akawafanyia mambo mengi makubwa, lakini hawakuisha kunungunika. Lakini sababu ya pili ambayo inamchukiza Mungu, ambayo itakufanya kutendee mabaya au aruhusu mabaya juu yako, ni wale wenye kulalamika. Kwa hiyo kwanza ni kunungunika. Ukiwa ni mwenye kulalamika, wewe hujawahi kumshukuru Mungu. Maandiko yanasema nakwambia usisumbuke kwa neno lolote, bali kwa kila jambo katika kuomba, kushukuru na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kulalamika, sio mtu wa shukrani, basi utaweza kujikuta hauwezi ukampendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu unakuta amekuvusha mengi, mpaka leo unakuta una uhai, hujafa, lakini hujawahi kushukuru, na ni mtu wa lawama na kunungunika na kulalamika. Cha tatu kinachomchukiza Mungu ni unapoenda kwa tamaa zako. Kwa ni mtu wa tamaa za zinaa, tamaa za macho, kiburi cha uzima. Kusoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2:15 mpaka 17, anakuambia tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na dunia, bali havitokani na Mungu, bali vyatokana na dunia. Na anakuambia dunia inapita pamoja na tamaa zake. Alafu anasema jaribu linatokea kwa mwanadamu kwa sababu ya kuvutwa na kudanganywa na tamaa. Soma kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 10. Lakini pia anakuambia hivi kwamba mwili unapambana au unatamani ukishindana na roho, kwa hiyo hatuwezi kufanya kile tunachokitaka. Lakini wale ambao wataweza kushinda ni wale wanaoongozwa kwa jinsi ya roho. Lakini 4 ni vinywa vyao vinanena maneno makuu ya makufuru na kiburi. Ukiona kinywa chako kinanena maneno makuu ya kiburi na majivuno, labda wewe ni mtumishi wa Mungu, unawadanganya watu, haufundishi ile kweli ya Mungu, au wewe mwenyewe unajinenea maneno makuu ya kiburi ya majivuno, labda hujaokoka au hata umeokoka, lakini ni mtu mwenye majivuno na ukaidi na kiburi, basi Mungu moyo wenye kiburi anauchukia. Mungu anakuambia na warehemu na kuwasamehe na kuwainua wanyenyekevu, lakini wale wenye kiburi na majivuno mwisho wao ni anguko kama la shetani. Lakini 5, watu wanaopendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Ulishawahi kuona wewe ni mtumishi, labda una huduma, utaanza kuwatanguliza watu wenye fedha, labda hata kwenye kuombea, hata watu kwenye kuwahudumia makanisani, au wewe ni muumini lakini unatanguliza watu kwenye maisha yako, unatanguliza watu ambao wana kitu na wale ambao ni maskini au ambao hawana kitu, au unawadharau, unaona si kitu. Lakini Mungu alionya kwamba wale watu ambao unawatanguliza ni matajiri, wale ndio watakao kuonea na kuumiza, na unaacha kuwathamini wale ambao ni matajiri kwenye ufalme ambao ni maskini. Kwa hiyo usipendelee watu, uwe ni kwenye hukumu, uwe ni kiongozi, uwe ni mtumishi, uwe ni mtu wa kawaida. Kwa hiyo tenda haki, thamini kila nafsi ya mwanadamu. Wale unaowadharau huenda ndio wangetengeneza baraka, na mwanadamu huwezi ukamjua leo yuko hivi, kesho huwezi ukajua future yake itakuwaje. Kwa kile unachodharau, unachopuuza, unachokiona si cha thamani, ndio hicho kinaweza kukuokoa. Lakini muda mwingine kile unachokiona ni bora, cha thamani, kama kinafaa kwa sasa, huwezi ukajua muda wote kinaweza kugeuka kukuangamiza, au muda wote kiwe si kitu sahihi kwenye maisha yako, au kije kupotea kwenye lamani. Kwa hiyo jifunze kuwa na hekima na akili na busara kama za nyoka, na mpole kama ua, ukijua namna ya kuingia na kutoka mbele za watu ukiwa na hekima, ukiwa ni mtu ambaye si wa kuonea watu, si wa kutanguliza watu fulani na wengine kuwapuuza, si wa kuwapendelea watu kwa sababu ya kutaka faida binafsi. Hayo yote Mungu yanamchukiza. Lakini ukikaa katika misingi ya haki, kweli
Ukikaa katika misingi ya utakatifu na mapenzi ya Mungu na utaua, basi Mungu atakusaidia na utaweza kuona mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Nawapenda. Thank you in Jesus name. Shalom.